Akizungumza wakati wa ziara yake ya pili katika jukwaa la usalama Pwani, waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amesema kuwa serikali itachukua hatua kali dhidi ya wanasiasa wanaotumia vijana kufanya uhalifu kwa manufaa yao ya kisiasa. Hawa majangili, na pia kama vile nilisema jana, tunatafuta wale ambao wanawafadhili na wale wanawapatia support ya kisiasa. Kama wao wamechakuliwa ama hawajachakuliwa, tutahakikisha kwamba wamechukuliwa hatua ya kisheria. Tuna habari ya kwamba kuna wanaharakati ya kisiasa kwa sehemu hizi ambao wanaita mikutano ya kisiri na ya usiku, na hao vijana wakitudanganya kwamba walikuwa wanajaribu kusaidia. Aliongeza kwa utawala wa Rais William Ruto umejizatiti katika kuhakikisha kuwa usalama unarejea na kuimarishwa katika mikao yote ya Pwani. Baada ya mikutano kama haya, watu wanaporwa na visa vya uhalifu unaongezeka. Itamaanisha ya kwamba tunashuku wanaharakati kama hawa, na kwa hivyo kwa sababu uchunguzi unaendelea, wale tutawapata na hatia, haswa wale wanasaidia kufanya uchochezi, watachukuliwa hatua ya kisheria. Mbali na haya, nataka ni hakikishia wananchi wa sehemu hii ya Kwale na taifa nzima ya kwamba tuko na uwezo ya kudhibiti. Lakini shida kubwa pia tuko nayo ni kwamba wale ambao wanashikwa wanapelekwa kotini na wanaachiliwa kwa hata bila dhamana yoyote, wanaambiwa tu wameachiliwa. Wizara hiyo ya Waziri Kipchumba Murkomen ni sehemu ya juhudi ya kuimarisha usalama na kupambana na uhalifu katika maeneo ya Pwani, ambapo matukio ya uhalifu yamekuwa yakiongezeka pindi cha hivi karibuni. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Marilyn Masika.